Habari mbaya yaibuka na kutikisa Tanzania baada ya vijana wawili waliodaiwa kukamatwa kukosekana gerezani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ametoa tamko kali akiwataka vijana hao wafikishwe mahakamani au wapewe dhamana na haki ya kuwasiliana na ndugu au mawakili wao. Kwa mujibu wa Mwabukusi, sanaa ni taaluma halali ya kuwasilisha ujumbe. Kuwachukulia wasanii kama wahalifu kwa kutoa maoni yao ni kuvunja haki ya msingi na kujieleza. Vijana hao walihusishwa na maigizo au kazi za sanaa zilizokuwa na ujumbe wa ukosoaji wa viongozi, lakini Mwabukusi anakumbusha kuwa kumpenda au kumchukia kiongozi si kosa, ni haki ya mtu binafsi. TLS kupitia viongozi wa kanda ya kaskazini wakiongozwa na wakili David Shilatu wameanza kufuatilia swala hili kwa karibu ili kutoa msaada wa kisheria. Wananchi na wanaharakati nao hawakubaki nyuma, kwani mitandao ya kijamii imefurika na hashtagi wacheni wasanii ikisambaa kwa kasi, ikilitaka jeshi la polisi kutoa majibu. Kisa hiki kinaibua swali kubwa kuwa, je, ni hatua gani jamii iko tayari kuchukua ili kuzima sauti za upinzani? Na ni nani anafaidika pale ubunifu unapoadhibiwa? Mamlaka zina jukumu la kuchagua kati ya kulinda sheria au kupoteza imani ya wananchi, na kilio ni kimoja: wachaji au waachilie kwa mujibu wa sheria. TLS imesisitiza kuwa itaendelea kufuatilia swala hili kwa ukaribu, na sasa hii si issue ya vijana wachache tu, bali mustakabali wa uhuru wa kujieleza Tanzania.